Miongoni mwa story ambayo ina trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni rapper Motra the Future kusema kwamba haoni rapper yeyote hapa Bongo. Sasa baada ya Motra the Future kuzungumza katika upande wake wa Instagram, katika mtandao wa Instagram, katika upande wa Insta story, sasa miongoni mwa marapa ambao wamekuja kumjibu na kuelezea the way ambavyo wao wanaona game ya muziki hapa Bongo inaenda katika masuala mazima ya Bongo Flava pamoja na hip hop na masuala mazima ya kuimba live. Alikuwa ni Wakazi, aliweza kuzungumza the way experience yake anavyoona yeye mwenyewe na the way ambavyo game ya Bongo Flava sasa hivi inavyoenda katika matamasha mbalimbali na pamoja muziki wa Tanzania. Banazungumzia Bongo Flava pamoja na hip hop, R&B. Ameweza kuzungumza mengi sana bwana Wakazi kwa hii statement ambayo inaendelea sasa hivi ya Motra the Future. Aliweza kuja katika upande wake wa Instagram bwana Motra the Future leo hii katika upande wa Insta story na kuandika sioni rapa Bongo tena, yani ukinitoa mimi ni mimi ndo nabaki, it is my now. Aliweza kuandika hivyo na baada ya muda kidogo akaona kwamba hamna mtu ambaye anamjibu, akarudi tena katika upande wa Instagram, katika upande wa Insta story na kuandika kwamba sina muda wa kumremba yeyote, hampo, kama mnajiweza rudini toeni kazi ziumane, sioni rapa wowote kwenye rada yangu. I say mapema sana kesho itatoka Furaha challenge ya Harmonize, kama kuna mwenye yake aitoe kabisa kwa sababu hamtotoa tena. Akaika na emoji za kucheka mpaka kulia. Sasa baada ya kuandika hivyo ambavyo ameandika, Motra the Future akakaa kaona kwamba kuna watu ambao wanahisi kwamba yeye anatania. Akaja tena katika upande wake wa Instagram, katika upande wake wa Insta story na kuandika kwamba kwa msisitizo kwamba hiki ninachokifanya na ninachokisema kwamba sitanii, niko serious bwana, kwamba mimi sioni rapa yoyote kwamba marapa wengine wote anaona kwa bana pua kama ambavyo Master J amesema hashtag yake. Akaja akawa ameandika kwamba sipanii halafu sitanii na akaeka na emoji za kabisa kwamba kumaanisha kwamba kitu ambacho anakiongea na anakizungumza ni issue serious ambayo anaizungumza. Sasa baada ya kuongea hayo, Wakazi akaja katika ukurasa wake wa Instagram na kuposti na kuelezea the way ambavyo ameona matamasha mbalimbali ambayo yamefanyika, likiwemo na tamasha la Zanzibar la Trace Music Awards. Akaweza kuelezea the way ambavyo yeye anaona game yetu wa Bongo Flava na aliweza kuzungumzia kuhusu masuala mazima ya haya mabifu ambayo yanaendelea wasanii kwa wasanii, kwamba kusemana kwamba kama hivi haoni rapa yoyote hapa Bongo, wakati kuna marapa ambao wanafanya vizuri. Na miongoni mwa marapa ambao waliwazungumzia humo ndani aliweza kumtaja Hadi Darasa. Sasa nisiwe muongeaji sana, acha nikuplayie the way ambavyo Wakazi ameweza kumjibu Motra the Future na kuzungumzia game ya Bongo Flava ambayo inaendelea sasa hivi. Tunaona game ya Bongo Flava hiko moto, on fire. Sasa kabla sija kuplayia hii kitu, naomba usisahau kusubscribe katika mitandao yetu yote ya kijamii. Tunatumia Bongo East ili uwe wa kwanza kupata update yale yote ambayo yanajili katika mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story. Nami niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story. Lakini una uwezo wa kushusha comment yako hapo chini the way ambavyo Motra the Future ameongea na kujitamba kwamba haoni rapa yoyote hapa Bongo, na wewe huoni rapa yoyote zaidi ya Motra the Future. Unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe, na pia unaweza kushusha kwa maoni yako the way ambavyo unamsikia bwana Wakazi akielezea game ya Bongo Flava na game yetu ya muziki hapa Bongo. Huyu hapa Wakazi. So, kitu kingine ambacho nataka nikiaddress hapa, sababu mlipuko ni mkubwa sana kuhusu feedback, nani wameimba vibaya, umetuaibisha na nini. Wakati tunasemaga muziki unategemeana. Sisi tunategemea media zinatutegemea sisi for content. Wasanii tunawategemea nyinyi mashabiki, na vivyo tunategemea watu ambao wanasambaza muziki yetu, tunategemea digital platform. Unaona sababu sasa hivi muziki is mostly digital. Vile tunategemea serikali iweze kuweka miundombinu ambayo inasababisha sisi tuweze kufanya business kirafiki zaidi na kifaida zaidi. So tunategemea serikali at the same time. Lakini na mashabiki wetu sisi, ukiondoa timu ambazo wanazisupport so to speak, hata hao wenyewe hawasupport ile yenyewe, kwa sababu
you're supposed to buy our music, you're supposed to listen, to click, to share, na vitu kama hivyo. Yani kunakuta kuna watu wengine wanaspendi muda mwingi zaidi kuponda wasanii wasiowapenda kuliko kujiinvest na kuwa support wasanii wanaopenda wao. Utasikia kazi hujui kitu unaimba nini? Una hit song. Yani that's what mtu yuko invest. Baadaye achukue huo muda na hiyo nafasi na hilo bando push nyimbo ya msanii wake, anunue bidhaa za msanii wake. Sasa yeye unakuta ananiponda mimi hivyo. Mimi wasanii wangu washabiki wangu wanaonikubali kabisa, wananunua t-shirt, wananunua CD nikitoa na wanatumia WhatsApp. Alafu nikitoka hapo na nikitoa nyimbo wana share, wanasikiliza, wana enjoy, wananiuliza maswali private, wengine in public. Yani tuna community yetu, kwa hatulali njaa. Unaona, kwa sababu watu wetu wana support kweli. Nyie mnaacha kusupport. You have to support your people. Now, a lot of people have been complaining kwamba hivi na hivi, lakini tufanyaje sasa jamani wasanii wetu waweze kuwa na perform vizuri kwenye hizo show? Wasanii wenu wapi? Yani hao ambao walienda wakafanya wastani ndo wasanii wenu peke yenu. Kwa nini hizo fursa zisianze kutoka kwa wasanii wengine ambao wanaweza? Kwa sababu Tanzania watu wanaweza kuperform live ya level ya juu. Je, tulikuwa tunanadi nini? Tunanadi bongo flavor genre au muziki wa Tanzania? Sababu one of the biggest disappointment niliyoona mimi ni kwamba waliotuwakilisha pale wote wanaimba wimbo muziki wa aina moja. Yani all of them. Wakati Tanzania is so rich with different music genres, subgenres na nini. Yani kwa mfano of course ingawa Diamond aliimba kidogo kisingeli, lakini kwa nini hakukuwa na representation ya singeli? Kwa nini hakukuwa na R&B soul? Kwa sababu kuna watu wanapiga R&B soul ile yenyewe. Kwa nini hakukuwa na representation ya hip hop? Na usiseme hip hop haina hit songs, sababu Darasa ana hits nyingi tu. Darasa Joh Makini, they've been hitting. In the last 5 years, Conboy has a hit. I heard Lunya was supposed to perform, sijamwona perform, lakini hata Lunya ana hit. No. So it's like you hawezi kusema hakuna hit, sababu hits zipo vile vile, kwa sababu mnaweza kusema ni commercial, we need hits. Hits zipo, lakini kwa nini hakuna representation ya hip hop? We've been speaking kelele, kuna Tema ya Nation. Yes, Max Cortez ameperform kwenye after party na bendi na kaua kinyama. Lakini kwa nini hakuwepo kwenye main stage mtu ambaye anaweza akafanya vile vitu vikubwa? Unaona, kwa nini hakuna Diamond Soul, hakuna Grace Matata wapige vitu pale, watu wa Nyamwezi, Shongaret aseme naomba nimwandikie wimbo udada? Unaona? Lakini it's like all that was not there. Reggae, kuna Double Warriors from the East, and tuonyeshe tuna variety. Kwamba bwana sawa, mnasikia huyu na huyu na huyu wanawika huko, lakini kuna hawa. Na cha ajabu hata hao unafikia unawika wiki. Kuna mtu wa South Africa, dada mmoja hivi kama Afcastle, alikuwa anasema bwana nimeenjoy show ya Harmonize. It's the first time seeing him na kumsikia na amenifurahisha. Imagine Konde worldwide. Ndio mara ya kwanza representative wa South Africa namuona. So which means hata ungemweka Max au Pablo, unaona, au Conboy, ingekuwa ni mara ya kwanza vile vile na angefanya unyama, angeacha the same impact na feedback. So you get me, eh? Kwa hiyo ile iko platform ya kimataifa, tuko tuna opportunity kwa ya kuinadi Tanzania kwa kiwango cha juu. Sababu Tanzania kuna MI, unaona, at the same time hapo kuna Black Bones, at the same time kuna Tiwa Savage, hapo panaweza kaja Tyler, Amina kaja IR Star, akitoka hapa nakuja Rema, akapiga Ozeba. Yani kuna vitu tofauti ambavyo vyote, na at the same time wapo kina Simi, unaona, wapo wanaoimba kilugha, kina Olamide, yani variety zipo. Unaona, lakini sasa sisi tuna watu wale karibia wote wanaimba kitu kile bongo flava ile aina ile. Baibuda bongo flava na squeeze wanaiba na afrobeat kidogo na mapiano biashara yenyewe. So tuangalie namna ya kuwa tuna appreciate watu wetu. Alafu kama ni live music, jamani, si Barnaba yupo, Bushoke hayupo, TRD Mnyama hayupo, Lady JD hayupo, Fidq hayupo, Gina kwa yupo, Damian Soul yupo, Grace Matata yupo, Segito yupo. Nani alikuwa na show Canada, Burna Boy. Guess nani alikuwa anafungua show yake? Mtanzania. Lakini huyo Mtanzania hapa hamjawahi kumpa show hata moja. Malkia kabisa. Atakayepatia jina lake, simtaji jina, atakayepatia jina lake kwenye comments na mtumia $100. Yani issues ziko hivyo kwamba we have our people who can actually do that. Unaona? Kwa nini asingepanda Joel Waga pale, baba, pigwa live ya kufa mtu pale, wimbo una hiti. Even though it's gospel, kwa nini gospel tuchezagi club? Tunacheza Jesus Walk, tumecheza Shackles ya Mary Mary, tumecheza.
vingepigwa vitu vya ukweli ambavyo havina utani. So we have our people. So msiseme wafanye nini wasanii wetu wafanye vizuri. Hapana, wafanye mazoezi ndio, lakini wapeni nafasi watu wanaweza. Jamani, kweli nimpandishe Ruby Majeshi. Ruby Majeshi. Yani Ruby is non-existent kwenye scene ya muziki ya Tanzania kabisa. Kweli. Tunataniana nyie. Tunataniana. So support wasanii wetu na tusikariri. Tusilete utimu tu. Yani tujue kwamba kuna opportunities ambazo zingine za nje. Kuna wao wasanii wetu loko hao ambao wanafanya vizuri loko huko nje wanaweza wakakalishwa. Sio tu nje. Hapa yenyewe Bongo yenyewe. Mimi kuna show nafanyaga niko Masaki huko. Kuna wasanii wao wanaishi kwenye radio Masaki, wakienda watu wanawaangalia. Yeah, sababu kuna maeneo kule nako kama sio bilingual kama sisi na watu hawakuelewi. Kwa tuelewe kuwa variety sio kitu kibaya, na opportunity ikija tujaribu kuwa tuna maximize ili zile opportunities ziendelee kuja. Sasa tusipofanya hivyo, sisi kama fans tusupport watu wetu kiukweli, lakini apart from that tuwe tunajua ku appreciate vitu vingine. Hata kama you may not be your favorite artist, unaona, lakini support kama mtu anafanya kitu kizuri, kwa sababu ile support yako tu ndogo inaweza kumvusha ikampeleka level nyingine, hapo baadaye ikaleta sifa kwa nchi, unaona. Mimi mshabiki wa Yanga, kwa Samata I'd never cared about Samata, mimi Yanga. Lakini Samata ameenda nje amefanya vitu vikubwa. I'm proud of Samata. Siko unanielewa. Na hakika kuna watu ambao wanamuonaga Msuva anafanya vizuri Misri na nini, alipokuwa na Misri ambao ni washabiki wa Simba, wanafurahia kwa sababu ni wa Tanzania na yule ni kijana wa nyumbani, Simoni mwenyewe. So it's like I may not be your favorite artist, lakini kama unajua anafanya vizuri, usibane mwanangu. Kuna wasanii Bongo wanafanya vizuri sana wengi, na tumekuwa tunaongea sio leo. Kina Frankie Mason, kina Topher Jackson, hao wote. Simtaji yule nilisema wa kwanza, naona kina Michelle Hopkins. Yes, we have a lot of talents, man. Kina Sue Chantel, kina nani wote. It's like, but none of them are out there wapate opportunity. So we need to change our mindset na tuweze kusupport watu zaidi, na vile vile wasanii wafanye tu mazoezi, lakini kama mnaona hao wameshindwa, wapeni wengine wanaoweza, sababu kina Ben Paul anaweza, kama nilivyosema kina Barnaba, kina Bushoki wanaweza, kina Madais wanaweza, Ramadi, Jide wanaweza. Kwa wafanye wapewe wanaoweza, basi kama nyia mwezi mkae pembeni tu, yani si kwa zamu. So that's one thing I also wanted to point out kuhusiana na hii outbreak na outrage na watu wanavyoongea sana kuhusu nani tufanye nini wafanye nini. Of course kuna vitu vya kufanya vya kuimprove show yako. I already spoke on social media, sikutaka kuviongelea sana, lakini yes, that one is also something to think about.